Karibuni kwenye episode ya pili ya podcast yetu ya Ignite My Spark, na leo host wenu ni mimi Hilda, mwanzilishi wa Ignite My Spark, na leo tuko na mgeni wetu Jamhuri. Karibu sana Jamhuri. Asante sana. Tunaomba ujitambulishe na utuambie unajishughulisha na nini. Asante sana Hilda. Mimi kwa majina naitwa Martin Jamhuri, ni mfanyabiashara, najishughulisha na kuuza kemikali pamoja na vifaa vya maabara katika sekta ya madini. Okay. Kwa hiyo wewe umebase zaidi kwenye upande wa kusupply kwenye sekta ya madini. Kabisa. Okay, hongera sana. Asante sana Hilda. Okay, tunaomba tujue safari yako ilikuwaje mpaka ukaamua kuingia kwenye upande wa madini wa kusupply, na je, ulipitia vitu gani kwenye safari yako vikakufanya upende zaidi upande wa kusupply na sio sehemu nyingine? Ndio, asante sana. Mimi kitaaluma mimi ni mhandisi. Ndio, nimesomea kuchenjua madini, kwa ndio maana hata nilivyokuja kufanya hii kazi haikuwa kazi mpya sana kwangu mimi. Okay. Kama unavyojua katika safari ya kuanza kusoma huko chini, tumefanya field huko, tumekuwa tukivionaona vifaa na kemikali, hapo ndipo nilipopata passion ya kufanya hii biashara. Lakini pia baada ya kusoma, baada ya kutoka chuo, nilibahatika kuajiriwa pia katika hii sekta, ndipo nilipoipendea zaidi. Okay. Na safari yangu ilianzia hapo. Sawa. So naomba kuuliza, umegusia kuhusu kipindi unasoma na ukapata nafasi ya kufanya field na vitu kama hivyo. Ndio. Wakati unasoma ulishe kujiona kama utafanya biashara kama hii, au ulikuwa unajiona kwamba utakuwa zaidi kwenye upande wa ajira? Kiukweli, unajua ile ukiwa unasoma unakuwa umezungukwa na kile ambacho unakuwa unakiona kwa wakati ule. Yes. Na mimi kiukweli kwa wakati ule nilikuwa nikizungukwa na watu ambao walikuwa wameajiriwa. Kwa kiuhalisia na mazoezi yangu na ile ulipokuwa ukisoma, nilikuwa nikifikiria kwamba na mimi nikimaliza nitaenda kupractice kile nilichokisomea. Okay. Lakini mipango ya Mungu bwana, leo niko hapa. Na ulipata nafasi ya kupractice? Ndio, ni kweli, nashukuru. Okay. Mungu, ndio. Na kwa nini vifaa? Yaani kwa nini vifaa na kwa nini kemikali? Yaani hapo ndo tunatamani watu wengi tujue. Maana tunajua sekta ya madini ni pana. Ndio. Yes. Kwa hiyo labda ulipata nafasi ya kufanya sehemu ambao wanauza kemikali ukawa inspired, au ilikuwa kwaje? Ndio. Kiukweli nilibahatika kuajiriwa katika sehemu ambapo walikuwa wakiuza vifaa na kemikali. Okay. Yeah, na pale ndipo nilipoipendea zaidi na mimi nikaamua kuchagua katika upande huo. Ukajiona kabisa unaweza ukafit kwenye upande wa biashara ya kemikali na ndio. Na kwenye biashara hii ya kemikali najua unakutana na wachimbaji wadogo wengi. Ndiyo. Na kama sijakosea una watu wengi ambao una supply vitu kwao ni wachimbaji wadogo. Ndio, ni wachimbaji wadogo. Kwa unakutana nao mara nyingi? Mara nyingi zaidi. Ni changamoto gani ambazo unaona unakutana nazo kwenye biashara yako ya kemikali kwa ujumla, lakini pia ambazo wanakutana nazo wachimbaji wadogo? Okay. Za upande wangu mimi zaidi, ama ungependa nianze na zipi? Za upande wangu ama upande wako kwanza, afu tunaenda kwa upande wa pili. Okay. Changamoto za upande wangu mimi nadhani kwa sababu unajua kama unavyojua safari ya maisha yeah, kwa sababu bado watu wengi bado tunakuwa tunazungukwa na, hasa ukiangalia makampuni mengi ambayo tumeanza sio muda sana, lakini bado hatujakuwa sana kiuwezo wa kipesa. Obviously pesa itakuwa mitaji itakuwa ni changamoto zaidi. Yes, hiyo, lakini nyingine ni changamoto tu za kawaida na tunazizoea. Unapoongelea mitaji, yes, unamaanisha uweze kusupply kwa mikoa mingi zaidi, au unamaanisha uweze kudhamini, au unamaanisha nini? Okay, unajua kulingana na sekta yetu inakuwa inakukutanisha na mahitaji zaidi. Wewe unaweza kuwa una fikra zako kichwani, lakini ukishaenda sokoni ndio unakutana zaidi. Na wateja wengi ambao tunakutana nao ni wateja ambao wanatamani zaidi kuwezeshwa. Bado mitaji yao unakuta si mikubwa sana compared na kile ambacho mtu anakuwa anatamani akifanye. Lakini sasa kwa sababu unakuwa bado hujawa vizuri, inakuwa
sometimes unaweza kutamani mtu umdhamini hata kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko ulivyoweza, sababu kama unavyojua kwenye biashara, raha ya biashara si ni kuuza. Ndio. So ungetamani hata kama utakutana na watu 1000 wauzie wote, lakini sasa kuna wakati mwingine utajikuta utafeli. Yeah. Yes. Wachimbaji wadogo wengi kama ulivyozungumzia kuhusu kuwezeshwa, wengi wanategemea kuwezeshwa, na tunaona biashara nyingi za kemikali wanafanya kuwezeshwa kama kudhamini, kwa maana unampatia zile kemikali, anaenda anafanya kazi zake, baada ya kupata ndio anakurudishia pesa. Je, wewe umefikiria kuja kuanza kufanya hivyo huko mbele, hata kama sasa hivi? Ndio, kwa sasa tunafanya japo kwa uchache, ila kwa huko mbele tunatamani zaidi, japo wanasemaga raha ya ngoma ukiingia ndani ndio utaicheza. Yes. So mtu natamani, lakini na wao pia kuna wakati wanakutana na changamoto zaidi. Okay. Yeah. Nadhani tukiongelea changamoto zao zaidi nitakugusia kwa nini mimi nimewaza kwamba kuna namna ambavyo haipo sana kama hiyo. Okay. Ndio. Basi tuendelee hapo hapo sasa. Sawa. Changamoto gani ambazo wachimbaji wadogo wanakuwa nazo, kwa ambazo umeziona kuendana na nature ya biashara yako, kwa sababu unadili nao sana? Sawa. Changamoto kubwa, unajua Hilda, ukianza kitu kuna ile confidence ambayo unakuwa nayo. So changamoto kubwa ambayo mimi ninaona tunakumbana nayo ama wanakumbana nayo zaidi ni ile kwamba mtu anaweza kaa yuko na mzigo, lakini hawezi kujua ni kiasi gani exact ambacho atakipata. Sio? Sasa Kama unavyojua dhahabu itakuwa ipo kwenye michanga, kwenye vifusi. Kwa sasa katika kile kifusi wewe unaweza kutegemea nitapata gramu 100, lakini kuna wakati inatokea unaweza kupata gramu 20. Ndio. Kwa kinachokuja kutokea ni kwamba kuna wakati yeye anaweza kawa na matamanio makubwa, lakini ikaja kutokea kwamba amepata kitu ni kidogo zaidi, na hii inatokana na kwamba kwa sababu ya mitaji yao hawezi kutumia gharama zaidi kwenda maabara kuchunguza, kwanza awe na uhakika wa kile kitu ambacho kilichopo pale na vitu vingine pia. Okay. Yeah. Wewe una supply vifaa pia vya maabara. Yes. Kuna umuhimu gani wa wachimbaji wa madini kutumia maabara kwenye kazi zao? Ndio. Sasa umuhimu wa kwanza ndo kama hii changamoto ambayo tumeisemea. Ili angalau uwe na confidence ya kile kitu ambacho unakitamani, inabidi tupate majibu ya wataalamu. Ndio maana wakaweka na hizi maabara. Okay. Ndio. Sasa kama tukiitumia hii maabara ni rahisi zaidi sisi kutupa uhakika wa kile ambacho tunaenda kukifanya na kutuepusha na hasara ambazo si za muhimu. Okay. Yes. So unajua kuna kipindi kwa experience yangu watu walikuwa wanalalamika kwamba kuna muda wanaweza wakapeleka zile sample kwenye maabara zikaonyesha vipimo kama hivyo, mfano wa mtu alihamia alafu hajapata kama ambavyo wanatarajia. Shida inakuwa ni maabara au shida inakuwa ni kwenye uchimbaji? Shida inakuwa wapi kama kipimo kabisa kimeshakupa majibu haya alafu haupati unachokitarajia? Kiuhalisia kuna vitu vingi sana vya kuconsider hapo. Unajua pia changamoto iliyopo ni kwamba wachimbaji wengi hawataki kutumia wataalamu kwa maana ya kupunguza gharama. Okay. So kosa kubwa sana, hatuwezi tukaanza kuilaumu maabara. Inabidi tuangalie kabla sample haijaja maabara kuna mlolongo ambao unatakiwa kufikia. Kwanza kuna namna ya kuchukua sample. Okay. Sasa na ili angalau uweze kuichukua sample vizuri nafaa utumie wataalamu. Lakini na bahati mbaya hawa mabosi zetu wengi ni watu ambao wao wanaamini wanachokiamini. Okay. Na siku zote kwa sababu yeye ni bosi wako inabidi utamshauri kwa nafasi yako, lakini kiuhalisia kuna watu mfano watumia hawa engineers au metallurgist engineers, wale wanakuwa wanajua namna nzuri ya kuchukua sample. Okay. Sasa mtu inaweza ikaja kwamba mimi ninaweza nikachukua sample nikaipeleka maabara then nisipate majibu niliyoambiwa kwamba yatakuwepo, kutokana na kwamba maybe mimi nimefanya makosa kwenye kuchukua sample. Mimi naweza nikachukua sample pengine sehemu ambapo haina mzigo.
ama mimi naweza nikachukua sample zaidi, sehemu kubwa ya sample nikawa nimechukua katika sehemu ambapo maybe kuna labda ile dhahabu ipo concentrated zaidi. Lakini kama tunavyojua sample ilitakiwa kuwa ni iwakilishe kwa ukubwa kile ambacho kilichokuwepo. Kwa hiyo changamoto iliyopo ni inawezekana ni kwenye uchukuaji. Yes, hiyo ni ya kwanza, lakini pia ya pili inaweza kutokea pia kuna contaminations pia wakati maybe unabeba unasafirisha, umetumia nini kubeba, ama mpaka inakuja kufanyiwa maabara pale, sio kufanyiwa hiyo processing. Lakini pia tatu, pia inaweza kutokea pia hata na maabara kama wasipotumia vifaa sahihi, kemikali sahihi, hivyo pia inaweza kutokea. Kwa naweza kusema ni mlolongo mrefu, ili tupate jibu, tumpate mchawi zaidi nafaa tupitie mlolongo mrefu zaidi. Kwa sasa hatujui mchawi ni nani. Kwa sasa hatujui mchawi nani. Lakini nimependa kwamba umegusia kwamba nafasi ya watu ambao wamesomea hivi vitu wapewe nafasi na hawa watu ambao tayari wanachimba kwa kiwango kikubwa ili kupunguza hizo errors ambazo umeziongelea ambazo zinaweza zikatokea kutokupata kile ambacho umekitegemea. Kama ukimtumia mtu ambaye amejifunza ya mambo akawa anajua utaratibu mzuri wa kuchukua sample, utaratibu mzuri wa kupeleka maabara, ni vitu gani vya kuzingatia, inaweza ikapunguza hizo kabisa kwa nafasi kubwa. Ndio. Okay. So leo ukapata nafasi ya kumshauri kijana ambaye anatamani sana kuingia kwenye sekta ya madini, lakini kinachomkwamisha ni mtaji. Unamshauri aanzie wapi? Okay, sasa issue nyingine ambayo iliyopo ni kwamba pia hata sekta ya madini imegawanyika katika sehemu nyingi. Kuna mwingine atataka kuchimba, mwingine atataka kudili na service na kila kitu. Ni sehemu kubwa, japo ingekuwa ni uwezo wangu mimi ningemshauri afanye service. Na kuna mtu mmoja aliwahi kunishauri ni vema ufanye service kuliko kuchimba, japo ilikuwa ni mtazamo wake yeye. Kama mimi ukiniambia ni mshauri kiharaka haraka nitamshauri hivyo, lakini zaidi maybe angalie passion yake, ila kwangu mimi nitamshauri achague kufanya huduma. Aanze na huduma. Afanye huduma, yes, aanze na huduma. Afanye kabisa, aanze na huduma. Unajua katika kufanya lazima uwe na starting point, sehemu yako ya kuanzia. Kwangu mimi nitamshauri aanze na huduma. Na kwa nini nitamshauri aanze na huduma? Kwa sababu kiuhalisia si rahisi nikanunua kitu cha 1000 nikakuzia kwa 1000, sawa? Yes. Lakini kama unavyojua uchimbaji ni probability. Unaweza ukachimba then usipate, ama ukapata zaidi, ama usipate, ama ukapata chini ya matazamio, sio? Lakini mimi nikisema ya kwamba maybe mimi nitakuzia maji, ninajua kabisa ndoo ya maji ninanunua 300, nitakuzia 400. Kwa si rahisi sana kuingia kwenye riski kubwa zaidi. Ndio. Kwenye hapo kwenye kutoa huduma, unadhani bado kuna nafasi kubwa ya watu kuendelea kuingia kwenye hilo soko, au unadhani kabisa? Hapana, kwa sababu unajua kiuhalisia mimi ninaamini bado ipo kubwa, kwa sababu kama watu wapo bado huduma zipo na huduma hazijai kutosheleza. Ndio maana mpaka leo kuna huduma walianzaga mababu zetu mpaka leo, sawa? Tukija hata mfano mtaani kwetu huko tunakokaa, wewe maduka ya mangi ushai kuona yanapungua? Yanaongezeka, sio? So na huku pia ni hivyo. Yes. So mimi kipindi nafanya kazi kwenye hii sekta ya madini, ndio bado nafanya, lakini nilivyokuwa nafanya na wachimbaji wadogo, nilikuwa nimejiwekea lengo kwamba baada ya muda fulani nitatoka ili nije nifanye kitu ambacho nilikuwa nakiona ni passion yangu, ambayo ndio hii Ignite My Spark. Na wewe kama ulivyosema passion yako ulikuja kuona ni hii kutoa huduma ya kuuza kemikali na vifaa vya maabara. Kabisa. Ni lini ulijiona, ni ile siku ambayo ukaona kabisa yani ukaiwaza ukasema mimi bana baada ya muda fulani nitafanya hichi kitu? Unaweza kukumbuka hiyo moment? Naweza kuikumbuka kabisa. So
kiuhalisia japo ni ngumu kukuambia, ila kiukweli siku ambayo mimi nilijiona ni siku ambapo nilifanya interview yangu ya kuajiriwa kuhusu hii biashara. Hiyo ndo siku nilijiona. Na ni kitu gani kilikufanya ukawaza hivyo? Kuna swali labda uliulizwa au? Kiukweli yule interview alinifanyia mimi interview aliniuliza nitakuwa wapi baada ya miaka 5. Utakuwa wapi baada ya miaka 5? Baada ya miaka 5. Kwa sababu nilikuwa nataka kazi. Nilimjibu niliweza, ila kiuhalisia moyoni mwangu niliwaza nitatamani kuwa sehemu nzuri kama yeye alipo. Ndio. So Jamhuri, naomba nikurudishe nyuma kidogo. Uliongea kuhusu wachimbaji na watoa huduma kama nyie kuwa na challenge za mitaji. Yes. Lakini mimi nimeona siku hizi mabenki yametenga fungu kwa ajili ya kusupport shughuli za madini. Yes. Kwenye sekta ya madini. Je, wamewafikia kwa kiwango gani? Okay. Yes. Mimi ninaona kama bado hawajatufikia kwa kiwango kikubwa. Okay. Ndio, kwa sababu wako wengi tu na mimi ukinijumlisha bado, kwa sababu vigezo bado naona kama vimeendelea kubaki tu ni vile vile. Kwa sababu mfano ukija kama ni kwa wachimbaji utaona kwamba uchimbaji wetu sana sana umekuwa ukikumbwa na hatujafanya research nyingi za kutosha. Kwa hiyo hata kama wachimbaji wengi wamekuwa wakichimba kwa ile kwamba mimi nimekuangalia wewe umechimba hapa umepata, basi na mimi najaribu kuchimba pembeni yako. Kwa hiyo ile research nyingi sana hatujaipata, na wale nao wanakuwa wanataka wapate ule uhakika zaidi wa kuwekeza pesa zao. Kwa hiyo kidogo nadhani imekuwa bado hawajafikia kwa huo ukubwa. Lakini pia ukija hata kwa hawa wafanyabiashara bado tumekuwa tukikumbwa na changamoto zile za kipindi chote. Kwa sababu bado wamekuwa wakitaka ni lazima uwepo na kile angalau cha kuweka bondi kiwepo kwanza. Yes, bado yes, havijawa rahisi kidogo. Havijawa rafiki kwenu. Yes, bado tu. Basi tunaamini watatusikia na riba pia bado iko juu. Okay, naamini wanatusikia watazifanyia kazi. Yes, yes, na nitashukuru. Na hasa mfano mimi binafsi nimewahi kufuatilia, kuna wakati mabenki mengi yalikuwa ile, kwa mfano kwa mfanyabiashara ilikuwa ukipeleka PO unaweza kupewa mzigo, lakini naona kama utaratibu walikuja wakausitisha kidogo, kama naona kama ile nayo ilikuja kushusha kidogo. Basi mimi naona inabidi waje zaidi wa kutoa elimu na kuwasikiliza ili kuona namna gani ambavyo wanaweza wakawawezesha bila pia wao kupata hasara, kwa sababu wale ni watu ambao wanahitaji ile iwe sehemu salama kabisa, na sisi pia tunatamani ile iwe sehemu salama, iwe salama. Unadhani nao pia waje, kama ni elimu watupatie zaidi elimu. Yes, itakuwa jambo jema. Sawa. Sasa naomba nikuulize tena swali. Karibu. Nje na dhahabu, ndio, ni kitu gani, ni madini gani mengine ambayo ungetamani watu wa invest zaidi huko? Kwa mtazamo wangu mimi ninaona kama haya madini ujenzi yanakuja juu zaidi. Industrial minerals. Yes. Madini ambayo yanahusika zaidi kwenye sekta ya ujenzi. Kama ukija dolomite, chokaa ni limestone. Yes, kuna mafedispa, kwa sababu ukiangalia kiukweli kwa sasa, ukiangalia kwa nchi zetu hasa hapa Tanzania, sekta ya ujenzi inakuja juu zaidi sana. Leo tu nimeona serikali tu wanatoa matilioni kwa ajili ya ujenzi tu, barabara na nini na vitu vingine. Kwangu mimi ninaona kama ile ni sekta ambayo inakuja kwa juu sana. Mimi nadhani ni vema wengi tungeichungulia zaidi pia. Ndio. Sawa. Naomba ni kuulize sasa swali lingine. Tunatoka sasa kwenye upande wa wachimbaji na wafanyabiashara. Tunakuja kwenye uwekaji wa akiba na elimu binafsi ya fedha. Na maanisha uwekezaji kwenye mambo ya hisa, mambo ya hatifungani, hizi mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kumekuwa na uelimishaji mwingi ambao unaendelea sasa hivi kuhusu masuala kama hayo. Kabisa. Kwa wewe unavyoona na unavyokaa na watu kwenye hii sekta, unaona elimu imefika kwa
kwa ukubwa? Hapana, naona bado elimu haijafika kwa ukubwa, na pengine labda wamejaribu kuileta, lakini sisi pia tunaweza kuwa hatujaipata kwa ukubwa sana, na nadhani kwa sababu watu wengi hasa Afrika tumezoea kuamini kitu baada ya kukiona kwa mtu. Yaani mtu akwambia hichi kitu bana nakifanya. Mimi natamani nikitaka kulima nikuone wewe umelima kwanza, umeshapata mazao ya kutosha na hivyo. Kwa hiyo nadhani wengi tumekuwa tukiamini kama hizo ni issue ambazo wanakuwa nafanya zaidi watu waliofanikiwa. Kwa hiyo mimi nadhani labda kwa wale ambao wamefanikiwa na wao ingekuwa ni vyema na wao pia wakatu inspire sisi ambao hatujafanya, ambao ukiangalia wengi tumezoea kwamba maybe labda mimi nikitaka kununua hisa za kampuni fulani lazima niwe labda na kuanzia milioni nyingi huko. Kumbe yawezekana labda hata nikiwa na laki ngapi inawezekana. Yani kwanza sio tu laki. Kuna makampuni hisa yao moja inauzwa 600, hisa yao moja inauzwa 2000, kuna mengine 500, yani ambayo kumiliki kampuni unahitaji kuwa na hisa 10, yani kuanzia hisa 10. Kwa maanake kama kampuni hisa yake moja ni shilingi 500, maanake ukiwa na shilingi 5000 tayari umeshaweza kununua hisa kwenye hiyo kampuni. Na yes, na kuna yani jinsi kampuni ambavyo inazidi kupata faida nayo unazidi kupata faida. Hiyo nimetoa tu mojawapo wa hizo hisa. Lakini pia kuna hizo hatifungani ambazo sio lazima tuwe na mamilioni mengi. Na hizi za serikali milioni 1, lakini kuna za makampuni binafsi ambazo zinaanzia kuanzia 500,000. Lakini pia tuna hizi mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo labda ina kipengele cha hatifungani ambacho unaweza tu kwa unadunduliza. Yani sasa wewe una milioni, una 500,000, ukaanza kudunduliza mpaka zikafika hizo hela kubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho anaweza akafanya kila mtu. Kumbe. Yes. Basi nadhani umeona wewe umenipa elimu. Basi mimi nadhani wale waje zaidi watupe elimu. Mimi naamini tuko wengi zaidi ambao hatukuamini hivyo, ama tuliwahi kusikia kwa juu kisha tukaamini ya kwamba kumbe hata 5,000 yangu bado ina thamani, ama nikiwa ni 50 ina thamani. Kwa ni sahihi. Nadhani watupe zaidi elimu. Na pia na wale ambao wamefanikiwa zaidi na wao watoke mbele watushawishi na sisi wengine zaidi leo. Na unaona kabisa hii kanda inahitaji zaidi hiyo elimu iwafikie. Kabisa. Kwa sababu unaona kama hii kanda inafukandazio ina fursa nyingi. Na kweli watu wengi tuko tunasikia zaweni watu wengine wanaweka bado wana ile dhana ya kuweka pesa ndani, yani cash zinakaa ndani. Kwa hiyo maanake wakipata zaidi elimu ya fedha wataona namna sahihi ya kutunza akiba zao, sehemu ambazo zile akiba zinaongezeka na zinajifanyia kazi, lakini zinakuwa zina benefit vizazi na vizazi. Kabisa. Yes, uko sahihi. Itakuwa jambo jema. Martin. Naam, Neda. Au Jamhuri. Kabisa. Yote ya kwangu. Kwa nini wanakuita Jamhuri? Actually Jamhuri ni jina la babangu. Yes, mimi jina langu naitwa Martin. Lakini kwa sababu kwangu mimi nimekuwa nikimwona mzee wangu kama menta wangu, sasa mimi nimeamua kuchukua jina lake. Yes, nasemaga baba yangu ni menta wangu. Babako kwa kweli maua yake. Mimi nadhani asante sana. Nadhani watu wengi tumeshazoea kwamba mtu ambaye anakumenta lazima awe mkubwa sana, lazima awe akina Elon Musk, akina Buffett, akina nani. Ndio, lakini unajua mafanikio pia yanategemeana na wewe unayatazama kwa njia gani. Ndio. Yes. Kwangu mimi naona yeye anafaa. Japo nikija kwake ananiona mimi ili mimi namuona yeye zaidi. Okay. Hongera. Asante, nashukuru. Naomba nikuulize sasa hili swali. Karibu. Ambalo kidogo nitakuwa bias kidogo. Hamna shida. Kwenye biashara zako umeajiri wadada? Actually kiukweli kwenye biashara yangu mimi 90% nilioajiri ni wadada. Kabisa. Asante. Unajua watu wengi tumeamini ya kwamba dada ni waaminifu zaidi, lakini pia katika kuhakikisha tunawaempower zaidi wadada kuliko huko. Unajua nimekuuliza hii swali kwa sababu kuna watu wengi wakisikia sekta ya madini na wanahisi ni sekta ya wanaume peke yao. Kwa hiyo angalau wakisikia kwamba kuna watu kama nyinyi mko kwenye sekta na wanaona mchango wa dada, then inakuwa ni vizuri. Na hata binti ambaye yuko huko anatamani kuingia kwenye sekta anaweza akaanza kama mwajiriwa kwenye sekta watu wa huduma huko anajifunza, baadaye akaingia kabisa kwenye sekta ile. Tena wapo wadada wengine ni wazuri zaidi na wamefanikiwa zaidi
kuliko hata sisi wengine, na wapo wengine wanatuinspire pia, kwao wasiogope, waingie zaidi na zaidi na zaidi kuliko hata. Asante sana pia. Basi Martin, mimi nimefurahi kuwepo na wewe leo kwenye hii. Watu wengi watajifunza kupitia wewe. Karibu. Lakini unajua hujatutajia jina la biashara yako. Mimi kesho naweza nikahitaji kuja kununua vifaa kwako au hizo kemikali kwako, alafu nikaanza kujiuliza hivi ile biashara inaitwaje? Jamhuri, tuambie jina la biashara yako na unapatikana wapi? Okay, asante sana Hilda. Jina la actually mimi namiliki makampuni mawili. Okay. Kampuni yetu mama inaitwa White Industrial and General Supply. Tuko Mwanza. Okay. Lakini pia tuna kampuni yetu nyingine inaitwa Jamhuri Company Limited. Tupo Mwanza pia, lakini soon tutakuwa Musoma. Actually main branch yake Jamhuri itakuwa Musoma, White Industrial itakuwa zaidi Mwanza. Tunatamani tuwasogelee zaidi na zaidi na hata nje ya nchi ikiwezekana. Ndio, asante sana, tunashukuru. Karibu sana. Tunauza vifaa vya maabara, tunauza maabara zote kuanzia shuleni, chuoni, hospitali, kote huko tupo. Tunauza kemikali zote na mashine nyingi sana za mining tuko tunaziuza. Okay. Ndio. Karibuni sana. Na watu watakaribia. Asante sana na tutafurahi sana kuwaona. Ni karibishe tena siku nyingine kwa ajili ya kutupa madini kama ambao umetupa leo, na mimi utakaribia. Asante sana, na mimi pia nitafurahi sana kupata maarifa zaidi kutoka kwako.